Chadema kama chama cha siasa kitashiriki uchaguzi na kushinda. Ni waombe wa Tanzania. Habari ni za asubuhi. Kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Deogratias Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, na nikushukuru sana afisa habari wa kanda yetu ya Pwani, wa baraza letu la vijana kanda ya Pwani, lakini pia nikushukuru mheshimiwa Shija Shibeshi, mbunge wa bunge la wananchi jimbo la Misungwi. Ndugu zangu wanahabari, kwanza ni washukuruni kwa kuitikia wito huu wa kuja tuliwaita ili kuzungumza mambo kadhaa, na kama ambavyo wenzangu wamesema, jambo mahususi ambalo tukawaita kuzungumza na wananchi, kuzungumza na Watanzania kupitia kwenu waandishi wa habari, ni kuhusiana na tamko letu sisi baraza la vijana wa Chadema kuhusu kutekwa kwa katibu mkuu wa Bavicha mkoa wa Mwanza anaitwa Amani Manengero, lakini pia ni kuzungumzia kiujumla hali ya usalama kwa vijana ndani ya taifa letu. Kama ambavyo mmekuwa mkifahamu, yamekuwepo matukio mengi ya utekaji na vijana kupotea kwenye taifa letu. Kwa hiyo hilo ni jambo mahususi ambalo tulitamani leo kuzungumza na Watanzania kupitia uandishi wa habari. Sasa kabla sijaenda mbele, naomba kwanza kidogo nielezee historia fupi au nitoe maelezo mafupi ya ili tukio la kutekwa kwa katibu wetu wa Bavicha mkoa wa Mwanza, kama ambavyo itakumbukwa mara kadhaa kupitia viongozi wa chama chetu, kwa maana ya viongozi wa baraza na viongozi wa chama mkoa wa Mwanza na kanda ya Victoria, wameeleza kwa umma kupitia vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii kuhusu taarifa za kutekwa huyu katibu wa Bavicha mkoa wa Mwanza anaitwa Amani Manengero. Na taarifa hizi zilianza kuelezwa hapo nyuma, na zinadai kwamba tarehe 14 mwezi wa pili, maeneo ya line polisi Old Misungwi, wilaya ya Misungwi na mkoa wa Mwanza, ndio siku ambayo katibu wa Bavicha mkoa wa Mwanza Amani Manengero alipotea. Sasa ni muhimu tukarudia kwamba kisa hiki au tukio hili lilitokeaje, ndugu zangu waandishi wa habari. Na kwa mujibu wa mashuhuda ni kwamba mkasa wa utekaji wa Amani au tukio hili lilianza kwa rafiki wa kike wa Amani Manengero, na kwa mantiki ya mazungumzo haya naomba nitamtambua kwa jina la P. Huyu rafiki wa kike wa Amani Manengero, yeye ni mkazi wa kijiji cha Old Misungwi, wilaya ya Misungwi mkoa wa Mwanza, na yeye anafanya kazi ya ususi. Hiyo tarehe 14 mwezi wa pili, majira ya saa 9 alasiri ya tarehe hiyo, huyu binti anaitwa, ambaye nimesema tutamtambua kwa jina la P kwa leo, alipokea simu kutoka kwa binti ambaye yeye hamfahamu, kwa mdada mmoja ambaye hamfahamu, na alipigia simu, alimwambia kwamba anahitaji huduma ya kusukwa, huduma ya ususi, kwa sababu huyu pia alikuwa anatoa huduma ya kusuka. Kwa hiyo alipigiwa simu na mteja, akamwambia kwamba nahitaji kuja hapo nyumbani kwako ili uweze kunisuka, na wakakubaliana bei. Akamwambia mimi biashara hiyo au kazi hiyo huwa naifanya kwa kichwa kimoja kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo huyu pia akawa ameahidiwa na huyo mteja kwamba muda sio mrefu atafika kuja kupata hiyo huduma. Na baada ya muda kidogo, huyu mteja aliyempigia simu huyo P ambaye ni rafiki yake na katibu wetu Amani Manengero alifika eneo lile, na hakuwa peke yake, walikuwa wawili, walikuja kwenye usafiri wa pikipiki kwa almaarufu kama bodaboda. Walipofika walikuta huyu pia akiendelea kumsuka mtu mwingine, kwa hiyo wakasubiri, na mara baada ya P kumaliza kusuka huyo mteja mwingine aliyekuwepo naye, akamwambia sasa, wewe zamu yako imefika ya wewe kusukwa. Yule mteja ambaye alikuwa amefika pale akamwambia P kwamba mimi sihitaji hiyo huduma ya kusuka, cha zaidi nimekuja kwako au tumekuja hapa kwako kwa sababu tutamtafuta mtu ambaye anaitwa Amani Manengero, na kwa sababu wao walikuwa wanajua P na Amani Manengero walikuwa na mawasiliano. Kwa akamwambia tumekuja kwako, tunamhitaji mtu anaitwa Amani Manengero. Yeye alitumiwa pesa
huyo Amani Manengero alitumiwa pesa kiasi cha shilingi milioni 5 kimakosa, hivyo wanamtaka huyo Amani wampate na ili azirejeshe hizo pesa. Sasa kabla P hajajibu chochote, wakawa wameongezeka wanaume wengine wawili kwenye eneo lile, wakamvuta P ndani kwenye chumba chake ambacho anafanyia hiyo kazi yake ya ususi, wakamfunga pingu na kumuonesha bunduki, wakimwambia kwamba walimwonyesha silaha ya moto kwa maana ya bunduki, wakamtisha na wakamweleza kwamba afuate maelekezo watakayompatia, na asipofuata maelekezo hayo watamuua au watamfanyia kitendo chochote ambacho kitamfanya yeye apoteze maisha yake. Kwa hiyo wakampa amri kwamba ampigie simu Amani Manengero, kwa sababu wanafahamu kwamba P na Amani Manengero ni watu ambao ni marafiki na watu walio karibu. Kwa hiyo wakampa maelekezo kwamba ampigie simu Amani Manengero, na muda huo tayari ilikuwa imeshafika majira ya saa 11 za jioni. P alimpigia simu Amani Manengero, akampata hewani na akamweleza kwamba kuna dharura hapa nyumbani kwangu, naomba ufike haraka ili tuone namna ya kutatua. Sasa kwa sababu Amani pia alikuwa kazini, Amani anajishughulisha na shughuli za ujenzi na kuweka vigae hizi marumaru na kadhalika. Amani baada ya kusikia taarifa ya P kwamba anapaswa kufika nyumbani kwa haraka, akamwambia mimi nimebanwa na majukumu, lakini nitajitahidi nifike kwa muda fulani. Na muda huu Amani alikuwa anaendelea na hiyo kazi yake kwenye eneo linaloitwa Mtakuja, mtaa unaitwa Mtakuja pale Misungu. Sasa na kutokana na kubanwa na kazi, Amani alishindwa kufika muda huo hilo eneo ambalo P alikuwa amemuita kwenda kutatua hiyo changamoto ambayo yule rafiki yake kike alisema iko nayo. Sasa Amani aliendelea na kazi yake na mpaka ilipofika majira ya saa 2 akawa amerudi nyumbani kwake, na Amani pia alikuwa akiishi na rafiki yake anaitwa Thomas Petro. Kwa alivyorudi nyumbani kwake kwa majira ya saa 2 akamkuta rafiki yake Thomas Petro, akamweleza kwamba nilipokea simu ya P muda fulani jioni ya leo akiniambia anayo shida pale nyumbani kwake. Alikuwa akinitaka niende kumwangalia na kumsaidia kutatua shida hiyo. Kwa hiyo muda huu mimi nitaenda nyumbani kwa P ili nikaone kuna shida gani. Kwa hiyo alimwaga rafiki yake majira ya saa 1 kuelekea saa 2, na saa 2 akawa amefika kule nyumbani kwa P. Na Amani alipofika hapo kwa P ndio ukawa mwisho wake wa kuonekana, kwa sababu toka hayo majira ya saa 9 walipofika watu wale ambao walikuwa wanahitaji huduma ya kusukwa, kwa maana ya wale wakina dada wawili na baadaye kuongezeka wale wanaume wengine wawili ambao walikuwa wana mitutu ya bunduki. Mara baada ya Amani Manengero, katibu wa BAVICHA mkoa wa Mwanza, kufika pale, ukawa ndo mwisho wa Amani Manengero kuonekanika uraiani. Wakamchukua watu hao na kutokomea ambako hakujulikani mpaka leo. Kwa niliona kabla hatujasema mambo mengine yoyote, nielezee kwa kifupi namna ambavyo tukio la kupotea na kutekwa kwa katibu wetu wa BAVICHA mkoa wa Mwanza Amani Manengero lilitokea, kwa maana ya kwamba alipofika hapo nyumbani kwa P ndio kawa mwisho wake wa kuonekana, kwa sababu wao walimchukua na kutokomea kusikojulikana. Licha ya kwamba familia ya Amani na viongozi wa chama walienda kwenye vituo vya polisi mbalimbali ndani ya Misungwi na mkoa wa Mwanza kiujumla, haijawahi kubainika wala kupokea taarifa zozote kwamba Amani Manengero anashikiliwa aidha kwenye kituo gani cha polisi hadi hii leo. Sasa ndugu waandishi wa habari, mara baada ya tukio hili kutokea na hizo taarifa kusambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kuripotiwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, alikaririwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Februari 18 mwaka 2025 akiwaalika viongozi wetu, kwa maana ya viongozi wa baraza la vijana wa Chadema, viongozi wa chama mkoa wa Mwanza na kanda ya Victoria, kwamba wafike ofisini kwake kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza kuzungumza na kutafuta suluhu ya ni wapi alipo Amani Manengero na nini kitafanyika ili aweze kupatikanika. Na kwenye vikao hivyo walikuwa wakijumuishwa pia jeshi la polisi, na kadhaa zaidi ya vikao 2-3 vimekaliwa kupitia pande hizo nilizozitaja kuhusu kutafuta suluhu ya alipo na
alipo Amani Manengero, na kikao cha mwisho kilikuwa kikao cha tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2025. Tulishuhudia viongozi wetu wa Bavicha, viongozi wetu walipofika kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, walikamatwa na jeshi la polisi, wakawekwa lock up, na bahati nzuri baadaye wakaachiwa na kwenda kuendelea kikao na mkuu wa mkoa. Na mara zote mkuu wa mkoa amekuwa akisema hadharani kwamba jambo hili linafanywa kazi na Amani Manengero atapatikana. Kwa hiyo mpaka sasa ahadi tulionayo au hatua ambazo zimekuwa zikisemwa na mkuu wa mkoa wa Mwanza na tuseme na serikali ni kwamba ahadi tulionayo kama Bavicha na kama chama na pamoja na ndugu zake na Amani Manengero ni kwamba Amani Manengero atapatikana kwa kauli ya mkuu wa mkoa wa Mwanza. Sasa leo mwezi wa pili mwaka 2025 zimetimia siku 18 toka siku aliyotekwa na kupotea katibu wetu Amani Manengero huko Misungwi mkoa wa Mwanza. Ni maoni yetu kwamba kwa namna tulivyofuatilia swala hili ndani ya siku hizi 18 na kwa kuzingatia kauli na vikao ambavyo viongozi wenzetu wa Bavicha mkoa wa Mwanza na kanda ya Victoria wamefanya na mkuu wa mkoa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, sisi binafsi kuna maswali tunajiuliza, na maswali haya tunawaalika pia Watanzania